Yesu Kristu si nabii. Najua baadhi ya Wakristo mnaangalia video hii mnaweza mkashtuka na kauli hii, lakini nitaelezea kwa undani. Labda kwa upande wa Muislamu unaweza ukafikiri labda na ukana unabii wa Yesu Kristu, lakini hili ni jambo la msingi la kulijadili na kuangalia maandiko yanasemaje kuhusu nafasi ya Yesu Kristu. Sasa mambo kadhaa tunapoenda kusoma katika Qur'an, jambo moja kubwa tunaliona, Qur'an inakana na kupinga kabisa kwamba Yesu Kristu si mwana wa Mungu, na inakataa kabisa huyu Allah kwamba yeye hana mwana. Jambo jingine ambalo Qur'an linapinga kabisa ni umungu wa Yesu Kristu, kwa sababu Allah anajinasibisha kama yeye ni Mungu peke yake ambaye hana mwana na hana mwingine anayeshirikishwa naye, kwamba yeye ni Mungu mwenye nafsi moja. Hili liko wazi katika Qur'an. Lakini jambo ambalo Qur'an inalizungumzia tena na tena na tena ni kwamba huyu Yesu Kristu, au katika Qur'an anaitwa Isa bin Maryam, kwamba ni nabii. Japo inampa sifa nyingine pia, ni kwamba hakuwa mdhambi, alikuwa ni mkamilifu kabisa, hakuwa kutenda dhambi. Na jambo jingine ambalo Qur'an inapinga pia ni kifo chake msalabani. Haya ni mambo ya msingi ambayo Qur'an inapinga, japo inamweka Yesu Kristu katika nafasi ya unabii. Hili Ibilisi hakulifanya kwa makosa, amelifanya kwa kusudio maalum, kwamba umtoe Yesu Kristu katika nafasi yake ya umungu na uokozi, umshushe katika nafasi ya unabii, ili kukupoteza wewe usipate wokovu. Kwa sababu Bwana Yesu Kristu kama anakuwa mwanadamu peke yake na kama anabaki kuwa nabii, hawezi kuwa mwokozi. Na Biblia unapoisoma, hususan unaposoma Injili, unamuona Yesu Kristu hajitambulishi yeye kama nabii hata kidogo. In fact, ukienda kusoma kwa umakini utagundua Yesu Kristu anauliza hili kwa wazi wazi, na anataka wanafunzi wake waseme yeye ni nani. Sasa tunaenda kusoma kwanza katika Injili ya Mathayo sura ya 16 mstari wa 13 mpaka wa 17. Unasema hivi: basi Yesu akaenda pande za Kaisari Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Jambo la kwanza hapa la kulizingatia ni kwamba Bwana Yesu anawauliza akiuliza utambulisho wake kama mwana wa Adamu. Kumbuka nimefundisha huko nyuma kwamba mwana wa Adamu ni sifa ya kimungu. Huyu mwana wa Adamu anakuja akiwa na mamlaka ya kimungu ya kusamehe dhambi, kufufua wafu na kuwa na hukumu ya mwisho. Ni sifa ambayo hakika mwanadamu yoyote au kiumbe chochote, hata awe nabii, hakuwahi kuwa na sifa hii. Na sifa hii na jina hili lipo kwa Yesu Kristu peke yake. Na tizama jinsi gani Bwana Yesu anapoanza swali lake, anawauliza watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Kwa Muislamu anaposikia neno mwana wa Adamu anafikiri Yesu Kristu anaukana umungu, anajitambulisha kama mwanadamu. La hasha, mwana wa Adamu ni sifa ya kimungu na ipo kwa Yesu Kristu peke yake. Wanafunzi wake wakamjibu wakasema, wengine hunena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Tizama jinsi Yesu anapouliza swali la kwanza, anauliza watu huninena mimi kuwa ni nani? Anauliza wanafunzi wake kuhusu watu huko nje ya nyinyi, wao wananiona kama mimi ni nani? Na wanafunzi wanamthibitishia Yesu kwamba watu wote nje ya kundi lao wanamuona Yesu Kristu kama nabii, kama mnavyomuona nyie Waislamu leo hii. Sasa Yesu anakwenda anauliza swali la pili, lakini safari hii anauliza nyinyi wanafunzi mnamuonaje? Anaendelea katika mstari wa 15, akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Kumbuka swali la kwanza anauliza kuhusu watu wananena mimi ni nani, lakini wanapompa jibu kwamba watu wa nje wote wanamtambua kama ni nabii fulani, pengine Yohana Mbatizaji, pengine Elia au mmoja wapo wa nabii, anawauliza ninyi mwaninena kuwa mimi ni nani? Sikiliza jibu la mmoja wapo wanafunzi wa Yesu Kristo anavyomjibu. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Anachosema hapa Simoni Petro ni kwamba anasema wewe ndiwe Kristo. Hili ni jambo moja la msingi kwanza lazima ufahamu. Unapokwenda katika Qur'an, huyu Isa bin Maryam ambaye Waislamu mnasema ndio Yesu Kristu, anatambulishwa kama kwamba ni Masihi. Japo mwandishi wa Qur'an hakujua maana Masihi, na hata leo hii Waislamu hawana ufahamu wa kutosha kuhusu Masihi ni nini.
Masih ni neno la Kiarabu lililotoholewa katika neno la Kiebrania Hamashiach, na hili neno ndio linatoholewa kutoka Hamashiach katika Kiebrania kwenda katika Kigiriki kwamba Kristo. Kristo ni Masihi, kwamba hapa Simoni anasema wewe ndiwe Masihi, mwana wa Mungu aliye hai, kwamba anamtambua Kristo kwamba ni yule Masihi mkuu ambaye ni mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu anamwambia heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwamba jambo hili hawakulifahamu kwa akili zao tu, bali Mungu kwa namna ya ajabu alimfunulia huyu Simoni Petro. Na anaendelea kumwambia, anasema hivi, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Bwana Yesu anachosema ni kwamba juu ya imani hii kwamba yeye ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai, juu ya hili ndio kanisa linajengwa juu ya. Kanisa linasimama juu ya Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na ndio msingi wa imani ya Kikristo, kwamba imani yetu iko juu ya Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sasa Kristo hapa anapothibitisha ni kwamba yeye si nabii, yeye ndio yule mwana wa Mungu aliye hai anayekuja kukomboa wanadamu. Tunapoenda kusoma kwa mfano katika wainjili wengine kadhaa, nitakusomea Marko anapoandika katika sura ya 8 mstari wa 27 mpaka 30. Anasema hivi, akatoka Yesu na wanafunzi wake wakaenda kwenye vijiji vya Kaisaria Filipi, na njiani akawauliza wanafunzi wake akasema, watu ninena mimi kuwa ni nani? Wakamjibu, Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine mmojawapo wa nabii. Naye akawauliza, na ninyi mnanisema kuwa mimi ni nani? Petro akajibu akamwambia, wewe ndiwe Kristo. Akawaonya wasimwambie mtu habari zake. Mwinjili mwingine ambaye anazungumzia kisa hiki pia ni Luka katika sura ya 9 mstari wa 18 mpaka, nitakusomea kutoka mstari wa 18 mpaka 24 kwa sababu kuna maelezo ya ziada Luka anayaweka katika kisa hiki. Hii ni Luka sura ya 9 mstari wa 18 mpaka 24. Inasema, ikawa alipokuwa akisali kwa faragha, wanafunzi wake walikuwa pamoja naye, akawauliza, je, makutano hao wanasema kuwa mimi ni nani? Wakamjibu wakisema, Yohana Mbatizaji, lakini wengine Elia, na wengine kwamba mmojawapo wa nabii wakali aliyefufuka. Akawaambia, nanyi mwasema kuwa mimi ni nani? Petro akajibu akasema, ndiwe Kristo wa Mungu. Akawaonya akawakataza wasimwambie mtu neno hilo, akisema, imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Luka anaongeza baadhi ya maneno ambayo Yesu Kristo aliyasema, anayanukuu kwa kusema kwamba hapa Yesu Kristo baada ya kusema kwamba baada ya kuwakataza wasimwambie mtu neno hilo, lakini anasema kwamba imempasa kwake yeye kama mwana wa Adamu kupata mateso mengi. Hapa Bwana Yesu anazungumzia kuhusu kusudio lake. Anaposema imempasa, maana yake hili jambo lilitakiwa liwe hivyo, na lilikuwa limeandikwa katika manabii na katika Torati, na huko nyuma manabii kadhaa walizungumza, na kwamba atakufa, kwanza atakataliwa, lakini pia atakufa na siku ya tatu atafufuka. Na anasema zaidi hapa katika mstari wa 23 na 24, akawaambia wote, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Fikiria, katika historia ya manabii wote kabla ya Yesu Kristo, hakuna nabii hata mmoja ambaye alitaka watu wamfuate. Kumfuata maana yake ni kwamba huyu awe ndio mfano wao, huyu ndio awe kiongozi wao, huyu ndio awe ndio tumaini lao, huyu ndio awe mwokozi wao. Ndio anachosema hapa Kristo, kwamba mtu akitaka kunifuata na jitwike msalaba wake mwenyewe anifuate. Anaendelea mstari wa 24, kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndio atakayeisalimisha. Hakuna katika manabii wowote ambaye aliweza kuzungumza lugha namna hii, kwa sababu Yesu Kristo anachosema hapa ni kwamba yoyote atakayemfuata ndiye atakayesalimisha nafsi yake. Namna gani anazungumza hapa Bwana Yesu? Maana yake ni kwamba yeye ndiye mwokozi, kwamba wokozi au wokovu uko kwake tu kwa wale ambao watakaomfuata, na wote ambao watakwenda mbali naye, hakika hao wataziangamiza nafsi zao. Kwa hiyo Kristo anachosema hapa, yeye si nabii. Na unaposoma
Biblia hii huoni Kristo akizungumzwa kama ni nabii, kwa sababu yeye ni Mungu anayetoa mwili kama Yohana anavyotufahamisha katika Injili yake sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, na sura hiyo ya 1 mstari wa 1 sura ya 1 mstari wa 14. Kadhalika tunapokwenda katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16 tunakutana na neno kama hilo. Lakini pia mahala pengine Bwana Yesu anazungumzia kuhusu unabii na Torati unaishia wapi. Tunakwenda kusoma katika Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 11, Mathayo sura ya 11. Mathayo sura ya 11 mstari wa 13 unasema hivi. Haya ni maneno ya Bwana Yesu, anasema kwa maana manabii wote na Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Alichomaanisha hapa Bwana Yesu Kristo ni kwamba utabiri ule wote ulikuwa unamhusu yeye, kwamba manabii wote na Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Unabii unaishia kwa Yohana. Yeye anakuja kutimiliza ule unabii, kwa sababu yeye ndio mwenye unabii, yeye ndio mwenye kukamilisha huo unabii. Kadhalika tunapokwenda katika waraka wa kwanza wa Petro, waraka kwanza wa Petro, waraka kwanza wa Petro sura ile ya 1 mstari wa 10 mpaka 12 inasema hivi. Katika habari za wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuteni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo alikuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwako baada ya hayo. Napoona kwenye mstari wa 12 unasema, wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo, ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri ninyi Injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Petro anapoandika hapa, kumbuka Petro ni mmojawapo wa mashahidi wa maisha ya Yesu Kristo na mashahidi wa mafundisho ya Yesu Kristo mpaka Kristo anafufuka, anakutana nao na mpaka siku ile Bwana Yesu anapaa kwenda mbinguni. Anachosema ni kwamba manabii hawa kabla ya Kristo walichunguza habari ya Yesu Kristo, kwa sababu katika ule unabii walikuwa wakiupokea, walitamani pengine wawe sehemu ya ushuhuda huu. Lakini anachosema hapa ni kwamba wakati wanatafuta ulioonywa na Roho wa Kristo. Kumbuka anachosema hapa Petro ni kwamba hawa manabii walikuwa wakifanya unabii kwa Roho wa Kristo. Roho Mtakatifu ni Roho wa Kristo. Kristo ndio anayetoa unabii kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kristo, Bwana Yesu Kristo si nabii, yeye ndio mwenye unabii. Si nabii, yeye ndio mwenye unabii. Anatuma Roho wake, alituma Roho wake kwa manabii kutoa lile neno la unabii juu ya habari yake. Na anasema kwamba ndio maana Petro anaendelea kusema kwamba hawa wa manabii wakafunuliwa kwamba si kwa ajili yao wenyewe. Kwa hiyo manabii walikuja kugundua kwamba wanatoa unabii lakini si kwa ajili yao, kwamba iko siku huyu Mwokozi atakuja. Wakafunuliwa tu, walipewa ufunuo huo kwa njia ya Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Roho Mtakatifu huyu tunaona tunaposoma katika Injili hizi, tunaona Yesu Kristo anasema atamtuma msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina lake. Yesu Kristo si nabii. Yesu Kristo ndio mwenye unabii, ndio anayetuma manabii na ndio anapeleka neno la unabii kwa kutumia Roho Mtakatifu kwa hawa manabii waliotangulia kabla yake, na anaosema kwamba tangu manabii mpaka Torati mpaka Yohana Mbatizaji, unabii kuhusu maisha yake na wokovu anakuja kuuleta unakamilika pale Yohana Mbatizaji anapokuja kumtambulisha rasmi kwamba huyu ndiye mwanakondoo wa Mungu aiondoaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo ndugu yangu Mkristo, tusikubali mbele ya Waislamu kushusha hadhi ya Yesu Kristo kuileta katika nafasi ya unabii. Ni kufuru, lakini pia ni kukosesha neema ya wenzetu Waislamu wasimtambue huyu Kristo wa kweli ambaye alikuja katika mwili, akafa msalabani, akafufuka siku ya tatu, akatupatia wokovu. Nawe ndugu yangu Muislamu utambue mwandishi wa Qur'an amefanya kusudi hili ili akutoe na kukupoteza katika nafasi ya kumtambua Yesu Kristo na nafasi yake kama Mwokozi, na kutambua nafasi ulionayo ya wewe ya kupata wokovu. Mungu akusaidie na Mungu akubariki. Chunguza maandiko, nafasi bado unayo.